Hello, habari na karibu kwenye Smart Biashara ERP tutorial. Nimekuelekeza jinsi ya kuweza kutengeneza account, kuweka bidhaa, kurekodi mauzo na kuyaona umefanya mauzo kiasi gani ndani ya siku husika. Basi hatua inayofuata ni jinsi ya kuweza kurekodi matumizi ambayo yanatokea kila siku kwenye biashara. Sasa matumizi kabla tujaanza kurekodi, lazima tutaweza kitu kinaitwa expense category, ambayo tutafunga hii cell, tutakuja huko kushoto, tutatafuta sehemu imeandikwa expenses. Expenses hapa kwangu ni hii hapa. Kwa naibonyeza, kuna list inashuka chini. Sasa utaenda sehemu imeandika expense category. Utabonyeza hapo kama hatua ya kwanza. Sasa hapa tunaiambia mfumo kwamba kwenye biashara yetu tunakuwa tuna expenses hizi na hizi, matumizi haya na haya, mfano chakula, umeme, mishahara na kadhalika. Kwa hiyo utaadi hapa juu kulia expense category ya kwanza, unaweza kuweka chakula, halafu uka save, inajilist. Adi tena labda umeme, una save. Adi tena labda kodi, una save. Matumizi mengine labda mshahara, mshahara, una save. Kwa hiyo unaweka kila kitu ambacho unahisi huwa kinatokea kwenye biashara yako, labda nauli, una save. Hivyo simple kabisa. Hivyo ndo jinsi ya kuweza kurekodi matumizi. Sasa matumizi kwa njia nyingine, sasa tunaanza sasa kurekodi matumizi yenyewe. Ikatokea unataka ulipe labda umeme wa shilingi 10,000 na pia utataka labda ulipe nauli labda ya shilingi 3,000. Tuna add wapi? Hapa kwenye expenses kuna sehemu imeandika add expenses. Una add expenses hapo. Tunataka tukalipia umeme, sawa? Unakuja kwenye expense category, unachagua expense category, nataka nilipie nini, labda nataka nilipie umeme, unaklik umeme. Umeme inakaa sawa. Sub category sikusumbue, reference sikusumbue, hizi zingine zote ziache. Tuna kwenye total amount, ambapo hapo ndo tunaweka umeme ambao tumelipia labda 10,000. Usisahau, kama unahitaji tutorial ya 1-to-1 ya mtu kukuvisit kwenye biashara yako au tufanye Google Meeting, basi usahau kupiga simu namba 0749900050 na kufanya booking nzuri. Tunakuelekeza kila kitu kwa undani zaidi ili kutokupoteza muda wako. Ndio maana tunafanya tutorial fupi kama hivi. Basi ukishaweka total amount, utashuka chini, utaweka pia hapa ambapo ni 10,000 ile. Hapo inaonekana kabisa tushalipa. Ukimaliza una save. Hivyo ndo njia rahisi ya kuweza kurekodi matumizi. Kama hapa inapoonyesha tumefanya matumizi ya shilingi 10,000, tumelipia umeme, hayo ndo matumizi yetu ya siku husika. Ikatokea unataka tena urekodi labda nauli, unakuja una add hapa juu kulia hapa au hapa kushoto kwenye expenses. Sasa tutumie hii hapa nao pia tuna add. Nataka nilipie labda nauli. Nauli nataka nilipie labda 1,000. Labda hiyo nauli ina maelezo, labda nauli ya Juma, unaweka kwenye expense note, nauli ya Juma, unaweka hapo. Alafu pia unakuja kwenye amount hapa tena, usisahau tunaweka sehemu mbili, kwenye total amount hapa juu na kwenye amount hapa chini. Kwa tunaweka 1,000. Tukimaliza tuna save. Hivyo ndo njia rahisi ya kuweza kurekodi matumizi. Kwa jumla siku ya leo tumefanya matumizi ya shilingi 11,000. Nitakuonyesha namna gani unaweza tukaianalyze hii kwenye report, ila hiyo ndo njia bora na njia nzuri na rahisi ambayo itaweza kufanya report yako ionekane nzuri na iweze kuvutia, na nitakuonyesha mwishoni namna unaweza ukaanalyze report. Karibu kwenye tutorial nyingine ya jinsi ya kuweza kurekodi manunuzi, kwa sababu kumbuka tuliuza, stock ilipungua kwenye product list yetu. Sasa tunataka tuiongeze pale unapoenda kwa supplier wako kufanya manunuzi. Karibu sana kwenye tutorial inayofuata. Kwa maelezo zaidi piga simu namba au text WhatsApp kwa namba 0749900050. Asante.